Hatuwezi tukasema ni vita ya maneno, lakini tunaweza tukasema ni kama vile vita ya wasomi bwana. Unajua wasomi wakiwa wanapigana kwa hoja, ndicho ambacho tunaweza tukasema hivyo. Nakumbuka vizuri tulianza story yetu kuhusiana na kile ambacho alikifanya rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi Said, ambaye alikuwa katika mdahalo mkubwa ambao ulifanyika kule Qatar Doha, mdahalo ambao rais wa Young Africans alienda kuwasilisha mada inayohusu mabadiliko ya mfumo wa uendeshaji wa klabu. Sasa kama unakumbuka vizuri hii story bwana, tulikuelezea kuhusiana na ile clip ambayo rais Hersi alipresent pale, kwa maana ya point ile ya poor governance system, jambo ambalo likachukuliwa tofauti na mashabiki wa Simba. Baadaye akatafuta Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Simba, moja neno ambalo alinikuu kutoka kwa Murtaza Mangungu, alisema ya kwamba siku zote anaanza kufagia, anapaswa aanze kufagia pale aliposimama. Watu wakatafsiri kivyake, lakini baadaye rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi Said naye pia akaamua sasa kufunguka kuelezea kwamba nini ambacho alikuwa anamaanisha, kwa sababu shauku ya watu ilikuja, kwa nini utumie clip ya klabu ya Simba? Akati ukiangalia kwenye ile video pia kulikuwepo na clip ya klabu ya Young Africans kwenye point ya poor infrastructure. Rais wa Young Africans Engineer Hersi Said amefunguka, tunaye hapa na utamsikiliza vizuri tena kwa makini kabisa, ila muda huu naomba nikukaribishe ndani ya Dar Sports. Nimeanzia mbali kidogo, hata kwa yule ambaye hakupata nafasi ya kusikiliza toka siku ya jana kutokana na pilika za kimaisha au mambo mengine, basi elewe ni nini ambacho tunaenda kukizungumza. Dar Sports bwana, tunaendelea kukumbusha kuhusiana na Tanais, mabingwa kutengeneza portable bora na za kisasa kabisa. Wanapatikana mitaa ya Mabibo Hostel, karibu na mitaa ya wanangu ya kujidai, mitaa Riverside. Taka kujidai pale majira usiku bwana, kuna watu wanajua na maanisha nini. Okay fine. Ukifika pale Mabibo Hostel utajipatia portable bora kutoka kwa Tanais, lakini kama unahitaji maelezo zaidi kuhusiana na bidhaa zao, unaweza kututafuta sisi Dar Sports kupitia social networks zetu, kwa maana hata hapa YouTube kaandika kwenye comment, tutakuja tusome, baadaye tukupe maelekezo kuhusiana na Tanais. Karibu sasa ndani ya Dar Sports. Aloyce Sagara. Yes. Nimeamua kumvuta mtazamaji kwa sababu naamini sio wote ambao pengine walitutazama siku ya jana. Yes. Kwa ambaye alitutazama, shukrani sana. Ni muendelezo wa kile ambacho tulikianza. Ila tumeambiwa tumkaribishe yule ambaye pengine kutazama siku ya jana kuhusiana na taarifa hii ambayo tunaenda kuizungumza hapa. Yes. Na sauti tunayo, Engineer Hersi Said amejibu vizuri tena kwa makini kabisa. Mtazamaji wa Dar Sports atamsikiliza. Kwanza uko vizuri? Mimi niko safi. Mambo yanaenda? Mwenyezi Mungu anasaidia. Okay. Tunanawiri. Basi moja kitu ambacho Hersi amekizungumza kabla sijamkia mtazamaji wa Dar Sports, amefunguka kuhusiana na kulinda, naona alichokielezea zaidi ni kulinda uhusiano wake wa kiutawala pamoja na taasisi nyingine ya kiutawala, kwa maana ya Simba Sports Club, na naona ameamua kuzungumza hili na kuyaweka yote bayana ili kuweza kuondoa midahalo ambayo ilikuwa imeshaanza kuendelea, kwa sababu kwamba wengine wanaona Hersi kaizalilisha Simba. Lakini tukirudi kwenye uhalisia, Aloyce Sagara, Hersi amezungumzia point ya leadership, kwa maana kutokuwa na uongozi imara. Tukirudi kwenye klabu ya Simba, nani ambaye anataka kukiri ya kwamba uongozi wa Simba kwa sasa hauna migogoro ndani yake? Ni nani ambaye yuko radhi kulikiri hili? Mbaya zaidi hata walioko ndani ya taasisi ambayo sisi huku nje tunaitazama kama ni taasisi ambayo ndani yake kuna migogoro, hata wao pia hawako tayari. Na ndio maana hata jana umemsikia mwenyekiti Murtaza Mangungu anakuambia kwamba angeanza kufagia alikosimamia yeye. Hiyo ni kumaanisha anakataa kwamba ndani ya Simba wako vizuri, na hata ukiwasikiliza baadhi ya wachambuzi wenzetu, baadhi ya wadau wa soka, mashabiki, kuna baadhi ambao wanaona kwamba Engineer Hersi alikosea kukifanya kile alichokifanya. Lakini ukimsikiliza engineer mwenyewe anakuambia alifanya vile sio kwamba kumaanisha kwamba ndani ya Simba ndo kuna migogoro, ila alifanya vile kuelezea matatizo ambayo vilabu mbalimbali barani Afrika vinayapitia. Sasa mapokeo ndio yamekuja kwa tofauti na kuzua mijadala. Statement ya Engineer Hersi ambayo ameitoa ni imekuja ku clear the air, tunasema imekuja ni kusafisha chokochoko, mambo yote ambayo alikuwa anaanza kuzalishwa, mengine kuibuliwa upya na kuendelea. Kuna wengine wanajenga hoja, wanasema Yanga yenyewe haijafanikiwa kukamilisha huo mchakato wenyewe mabadiliko, hana pata wapi authority ya kuja kuzungumza. Okay, of course Yanga hawajakamilisha kwa 100%, lakini wameadvance, na ndio maana ukimsikiliza Engineer Hersi anazungumzia mafanikio ambayo tayari wameweza kuyapata baada ya kuadvance mfumo wao, licha ya kwamba haujafikia 100%. Tutakuja kuainisha hapo mbele, nitayagusia bana. Mr. Pako, unaweza kuiweka sauti hii watu wakasikiliza vizuri tena kwa makini. Wakati huu bwana unachukua sasa, kama ni kifaa chako, kama umevaa headphone, uzisogeze vizuri, msikilize vizuri Engineer Hersi Said. Kama ni simu, sauti iko low kidogo, sasa
Sasa pandisha kidogo afu utie hivi. Kama ni umetumia earpods au earphone, ongeza sauti kidogo, msikize vizuri Engineer Hersi Said nini ambacho amekifafanua vizuri kuhusiana na yale ambayo yamekuwa yakiendelea. Anaonekana kama vile ameidhalilisha Simba. Je, amekiri kwamba ameidhalilisha Simba? Msikilize mwenyewe. Nimeona kuna mdahalo fulani unaendelea wa kuonekana kama kulikuwa kuna masimango yamefanywa kwa klabu ya Simba, which is very wrong. The whole presentation haikuwa inailenga Simba, ilikuwa ni presentation ya kuzungumzia maendeleo ya vilabu na mabadiliko yake. Naam. So katika sehemu ya presentation hiyo kulikuwa kuna sehemu kama 3 ambazo zilikuwa presented. Eneo la kwanza ni eneo la kuzungumzia changamoto zilizokuwa kwenye vilabu vya Afrika. Na ukianza na changamoto, hakuna mahali utakimbia good governance. Hakuna mahali utakimbia uongozi bora ambao unapaswa kuwepo kwa ajili ya kuendesha vilabu. Na mfano ambao ulitumika tu ni mashabiki ambao wametafsiriwa kwa mashabiki wa klabu ya Simba. Na si jambo baya, lakini haikuwa ina target klabu ya Simba, kwa maana ya kwamba Simba hawana uongozi mzuri. Na mheshimu sana Mangungu, na mheshimu sana kakangu Magori, ambao wote hao ni viongozi wazuri, wana experience kubwa ya mpira. Lakini tunachokizungumza ni governance kwa maana ya utawala bora. Sio. Asante sana Rais wa Club Young Africans Engineer Hersi Said kwa ufafanuzi mzuri huu ambao umeutoa. Rais Sagala ongea sauti na nzuri hapo, nasema clear the hair. Ame clear the air kwamba angani mambo yalikuwa yani yamechangamka sana kwa ya kuweka sawa. Rais Hersi amejibu vizuri tena very professional. Kwanza ameshukuru kuhusiana na watu kumtafuta na kutaka kujua ukweli na uhalisia wa kila ambacho alikifanya pale, na kizuri ambacho nimekipenda, majibu mazuri ambayo nimeyapenda kutoka kwa Hersi. Ametolea ufafanuzi kwamba anaheshimu uongozi wa klabu ya Simba, anamheshimu Mangungu, anamheshimu Magori. Yes, mzee wetu mzee Magori, na hakuwa na lengo la kuichafua klabu ya Simba. Yeah. Lakini pointi ambayo alikuwa anaizungumza pale ni poor government system au poor leadership. Unaweza kuzungumza hivi. Akasema hivi, kwenye hizi transformation, moja ya sababu kubwa sana ambayo inazuia, sio naendelea vizuri, mchakato huu wa mabadiliko ni issue ya governance system. Akaniambia huwezi ukaikimbia. Umesikia vizuri, anasema huwezi ukaikimbia hii hoja. Ndio ukweli wenyewe ambao tuko nao kwa sasa hivi. Sasa mfano ambao ameutumia kwenye klabu ya Simba, mimi hapa sasa nina swali always. Ni kwamba wamechukia kwa sababu ameitumia Simba kama mfano, licha ya kwamba huo ndio uhalisia ambacho kinaendelea Simba. Sawa yani wamechukia ndio, lakini huo ndio uhalisia ambacho kinaendelea kwenye klabu ya Simba, kwamba hakuna maelewano mazuri inapofika swala la uongozi. Sawa The last time tumeona kwenye nani hapa kwenye mkutano mkuu, mkutano ambao umefanyika kishikaji sana, unaweza ukasema hivyo. Tunaelewa vizuri. Watu wananyosha mikono kutoa hoja zao, unamwona mwenyekiti yeye ndo anajibu. Hadi kwenye ripoti ambayo aliitoa CEO, kuna mtu alinyosha mkono kwenda kumhoji CEO. Baadaye CEO kuweza kujibu, mwenyekiti ndo akajibu. Mkutano umeisha, bado kuna watu wanazungumza kwenye media kwamba hawamtaki mwenyekiti. Hawamuelewi mwenyekiti. Imetoka pale Simba imeenda kufungwa, the same issue. Sasa nani ambaye anataka kusimama kusema ya kwamba Simba haina mgogoro? Okay tuzungumze. Tuna vilabu 16 ligi kuu, si ndio? Umeshasikia kuna mashabiki wa Tabora United wanazungumza ya kwamba Tabora, si ndio? Ambao sasa inaitwa TRA. Wamezungumza, wamesimama na kusema ya kwamba hawautaki uongozi. Umeshasikia? No. Umeshasikia mashabiki wa Namungo wamesema watutaki uongozi. Fine. Twende kwa Azam, pengine ndo wakubwa. Umeshasikia kwamba kuna mashabiki wa Azam wanasema bwana uongozi atuelewe. Au mashabiki wa Singida Black Stars. Au mashabiki wa Yanga kuna sehemu wamesimama wakasema uongozi atuelewe, si ndio? Au mashabiki wa JKT Tanzania. Sawa? Ukitazama kwenye ligi yetu, ni timu gani ambayo mashabiki wamekuwa wakitoka front na kusema ya kwamba hatuna uongozi imara, hatuwafurahie viongozi waliopo, fulani aondoke madarakani? Ni mashabiki wa klabu ya Simba. Labda mtu aniambie leo kwamba kuna mashabiki wa klabu fulani ligi yetu juzi kati wametoka kusema ya kwamba wameitisha na press, wamezungumza kwenye mikutano na waandishi wa habari wakisema ya kwamba hawahitaji uongozi. Sasa mimi hata kama ningelikuwa ni mimi Hersi, naenda kupresent hoja ya challenge ya poor leadership, ningetumia evidence gani? Mfano ningetumia evidence ya mashabiki wa Simba, kwa sababu wao ndio wamezungumza na media kwa muda mrefu ya kwamba hawamuelewi kiongozi wao mkubwa Murtaza Mangungu. Kama ambavyo Hersi aliamua kuchagua hoja ya point ya poor infrastructure, akaamua kuyatafuta majengo ya
Young Africans, lakini Hersi pia alikuwa na uwezo wa kuchukua majengo ya Simba Sports Club yaliyoko pale Kariakoo. Ofisi ya timu kubwa kama Simba leo ipo kwenye maeneo ya biashara za watu. Yaani pale ofisi ilitakiwa itoke, itafute sehemu ambako pametulia, ambako kuna utulivu mkubwa, ambako hamna mchanganyiko mkubwa sana wa watu. Na tukasema hii ni ofisi ya klabu kubwa ambayo ipo Tanzania. Alikuwa na uwezo pia wa kutumia hata jengo la klabu ya Simba katika kuportray kwamba poor infrastructure. Lakini ametumia point ya poor infrastructure kwa kuangalia pia hoja ya I mean kwa kuangalia jengo lake, tena ofisi za klabu yake, si ndio? Mbona tujapeleka hoja pale na kusema ya kwamba Hersi kaidhalilisha Young Africans? Yaani mimi ambacho nataka niwaelimisha watu ni kwamba nimeuliza swali jepesi. Kwenye yote ambayo Hersi amepresent kwenye hoja ya poor leadership ambao watu wanaona ameidhalilisha Simba, mlitaka atumie evidence gani kuweza kuuaminisha umma? Kwa sababu usomi ulivyo, kwa mtu ambaye amesoma atakuwa anaelewa vizuri. Ukiandika hoja, itolee maelezo, tupe mfano, ndiko ambako hoja yako itapigiwa mstari. Wote tumesoma tena kwenye maelezo ni wanasema ni fact. Fact, yes. Hoja inatetewa kwa fact. Yaani unaitetea hoja yako, ukishaimaliza kuitetea unawapa na mfano. Kwa hiyo katika kila alichokuwa anakielezea Hersi kwenye hoja ya poor leadership kama moja ya challenge ambayo inazikuta timu hizi katika kufanya transformation, akachukulia mfano wa mashabiki wa Simba. Yaani mimi ambacho ningetamani kukiona ni kwamba viongozi wa Simba au wanaoiongoza taasisi ya Simba wasichukulie hii kama ni kudhalilishwa, bali wachukulie hii kama ni alert kwamba leo tunashindwa kumove kutoka hapa tulipo kwenda sehemu nyingine. Challenge ipo katika eneo hili. Na Florence ukitazamia pia alipozungumzia point ya kukosekana kwa wadhamini, kuna kikosi cha Yanga, picha yake ilionekana pale la display, wamevalia jezi haina sponsorship, haina sponsor yoyote mbele ya jezi kifuani. Bado ni Yanga. Jana nilioji nikauliza, mbona wana Yanga hawajajitokeza kumnyoshea kidole Engineer Hersi ya kwamba ameonyesha jengo lao, kwa maana ofisi zao ambazo ziko Jangwani, makao makuu, kwamba ni poor infrastructure. Wameonyesha kikosi cha wachezaji wa Yanga miaka hii wakivalia jezi ambazo hazina sponsors. Unaelewa? Mbona hawajatoa mbele mapanga kuja kumnyoshea Engineer Hersi? Florence, kuna msemo mmoja unasema huwezi kulitatua tatizo ili hali unajidanganya kwamba halipo. Kinachotokea ndani ya Simba, viongozi hawako tayari kukubalia kwamba ndani ya taasisi yao, ndani ya klabu yao kuna tatizo. Sasa kama mtu anaona kabisa mambo yanamwendea vizuri, ile hali hata mtu wa nje anaona kwa macho na kushuhudia na kusikia baadhi ya kauli za wanachama ambao ndio wateja wakuu wa taasisi ya Simba, ndio wanachama ambao wamechukua mpaka kadi wanalipia kila mwaka, wanakuja nje wananyosha vidole uongozi. Kuna wafanyakazi wamepita ndani ya Simba waisha kunyosha vidole uongozi, kuna wachezaji. Yani kwa nini kila mtu ananyosha kidole eneo la uongozi ndani ya Simba? Kitu ambacho amekifanya Engineer Hersi ni kuwa alert kama ulivyosema, lakini pia amewapa challenge ya kwamba Simba kama klabu kubwa haifai kuenenda namna ambavyo inaenenda hivi sasa. Kwa hiyo wanapaswa kubadilika na kufanya vizuri zaidi. Ninaenda watu wanahoji, wanasema kwamba Yanga wenyewe hawajakamilisha transformation yao. Wanatoa wapi authority ya kuja kumshauri Simba ili hali hata wao pia hawajakamilisha? Of course yes, Yanga hajakamilisha, ila ameadvance, na ndio maana hata Engineer Hersi kwenye statement yake anasema kwamba baada ya kufanya walau kuanza process na kufikia eneo fulani ndani ya Yanga, kuna vitu vimefanyaje, vimeimprove zaidi. Wanakwambia kabla ya kufanya vile Yanga walikuwa wanakusanya milioni 10 kama ada ya wanachama kwa mwaka. Saa hizi wanakusanya bilioni 1.3. Sijui unaelewa point yangu Florence, kwamba kutoka milioni 10 kwa mwaka mpaka kufikia bilioni 1.3 kwa mwaka ni ongezeko kiasi gani? Eneo la pili anagusia kuhusu wadhamini. Walikuwa wanakusanya takriban milioni 500 kupitia hizi pesa za sponsorship na makampuni na nini, si ndio? Ile mikataba ambayo wanaingia nayo. Kutoka milioni 500 sasa hizi unazungumzia bilioni 9 hadi bilioni 10. Hiyo yote imetokana na baada ya Yanga kuanza mchakato kuelekea mabadiliko, kwa maana transformation. Sasa Simba kitu ambacho wanapaswa kukifanya hivi sasa, hiyo ni kuchukulia kama challenge. Na hata mimi tangu jana nazungumza, ninasema endapo Simba ndio ingekuwa klabu ambayo inapaswa kuigwa kwa mazuri hapa nchini Tanzania hivi sasa, nina imani kwa nafasi aliyokuwa nayo Engineer Hersi, kwa jinsi ninavyomtazama na kumuona,
bado angeitolea Simba kama klabu bora ya kuigwa kutoka Tanzania. Kwa maana maybe kama ingekuwa na good leadership, ina good infrastructure system, ina hizo sponsorship za kutosha, sio unaelewa, imeattract watu wengi kuja ndani ya Simba kufanya biashara, bado angeitumia Simba kama klabu ya mfano kutoka Tanzania. Ila kitu ambacho kinakuja kuonekana kwamba wengine wanamjudge Engineer Hersi ya kwamba amekosea ni kwamba kwanza hawako tayari kubadilika na hawako tayari kushauriwa. Florence, haimaanishi wewe ukiwa unatenda mema tu siku zote kwamba hakuna siku ambayo utatenda baya. Yeah, sure. Sasa ikitokea umetenda baya alafu bado ukaendelea kujiaminisha kwamba mimi nimekuwa mtenda mema siku zote maishani mwangu, hutakubaliana na mtu akija kuambia Florence hapo umetenda vibaya. Hutakubali. Ndicho ambacho kinatokea ndani ya Simba hivi sasa. Viongozi inaonekana kuna baadhi yao hawatoshi, ila hawataki kukubali ya kwamba hatutoshi kwa ndani ya Simba, to step down, tuapishe watu wengine. Yeah. Bwana Aloysi Sagara huyo na mimi ni Florence Renato, tunaendelea kuyatazama yale ambayo yametokea kule. Unajua hii story tumeanza muda muda. Na nadhani baada ya hapa kama kitatokea itakuwa ni ya muhimu zaidi, ikitokea nyingine muhimu zaidi tutakuja tuzungumze, lakini nadhani Engineer Said somehow amemaliza kila kitu, na maana sisi lazima tuje tuianza story, lakini lazima tuje tuimalize story. Nimemuuliza swali jepesi sana mtazamaji wa Sports ya kwamba kwa mtu ambaye amesoma anaifahamu vizuri issue ya kujielezea, nadhani ilikuwa ni kuna kozi moja tulisoma, yani ilikuwa unatakiwa kuandika hoja. Ukimaliza kuandika hoja unamshawishi mwalimu. Yani ile haina marking scheme. Ile ilikuwa ni critical thinking. Yani haina marking scheme. Yani mwalimu kishamwandikia point, unamwandikia hoja. Maana yake mwalimu atasoma maelezo yako ashawishike na point ambayo ile ilikuwa anatolea mfano, inasema Juma ni mwizi. Inasema Juma ni mwizi. Baba Juma na mama Juma nao ni wezi. Alafu chini unakuja sasa kuconclude kwamba familia nzima ni wezi kwa sababu mtoto ni mwizi, baba na mama nao ni wezi. Tuna conclude hivyo. Sasa mimi nimempa segment nyepesi mtazamaji kwamba hebu umepewa nafasi ya kuelezea poor leadership, si ndio? Umeenda kupresent hoja yako, I mean topic yako, then kwenye topic una point za poor leadership. Unataka kuwaonyesha watu poor leadership iko na namna gani? Unakuja kwenye ligi yetu, nikakupa mfano mzuri, tuna timu 16. Nitajie timu ambayo mashabiki wake wametoka Fonti na kuja kuzungumza na watu na kuambia kwamba tuna uongozi mbaya tofauti na klabu ya Simba. Sasa hivi tunaenda msimu wa pili. Tunaendelea vizuri. Tokea msimu uliopita mashabiki wa Simba wanalia na uongozi wao. Mpaka leo mashabiki wa Simba na mashabiki ambao kila siku moja ya hoja yao kubwa wanaizungumza ni kuhusiana na uongozi mbaya ambao wako nayo. Kuna mashabiki wameenda hadi polisi, wamepelekwa hadi polisi kwa sababu ya issue ya kupiga kelele na kuzungumza kuhusiana na uongozi mbaya ambao wanauona katika klabu yao. Hebu nipe sasa mfano wewe ambaye unaona kama Simba kaonea. Niambie timu gani ambayo ungeitumia kama evidence ili kushawishi umma ya kwamba kuna hili tatizo katika kufanya transformation ya vilabu. Kumbuka ile ilikuwa ni darasa linatolewa pale. Kuna watu walikuwa wanaelimishwa pale. Sasa leo watu nataka uelimishe bila mfano. Unawaonyesha watu mfano wa hiki kitu ni hivi na hivi. Lakini at the end of the day jamaa aliconclude vizuri na kusema ya kwamba bado watu wana passion kwenye swala la kushabikia mpira wa miguu. Licha ya yote yanayoendelea. Licha ya yote yanaendelea kabla ya Simba. Tuchukulie mfano. Licha ya yote yanaendelea, lakini mashabiki wa Simba hawajaacha kwenda uwanjani kushabikia timu yao. The last time walienda kwenye mkutano mkuu, yakafanyika yaliyofanyika, jioni yake kimepigwa, Simba kapoteza 2-1, karudi ligi kuu, Simba tena kaenda kupoteza mbele ya Azam FC na mashabiki wa Simba walienda uwanjani. Licha ya yale yote ambayo yalitokea kwenye mkutano mkuu. Kwa hiyo unarudi ya kwamba hawa watu wanaipenda timu yao. Na inawezekana kweli wanatamani mfumo huu wa mabadiliko ambao tunauzungumza leo uwezekane. Lakini kinachoshindikana ni hawa ambao wanaiongoza taasisi bado ni watu ambao wamefunga macho na masikio yao. Hawatamani kusikia kitu chochote. Kwa hiyo lazima turudi kwenye uhalisia. Uhalisia ni kitu gani? Huu ndio ambao uliopo. Acha masuala ya kudhalilishwa. Masuala ya kudhalilishwa, umedhalilishwaje pale mzee wangu? Wakati kilichofanyika ndio maana kuuliza swali. Watu wanaona Hersi kaidhalilisha Simba, lakini wanakiri ya kwamba huo ndio uhalisia ambacho kinaendelea Simba. Yaani mtu anatakiwa niambie hivi. Kama akiri ya kwamba huo ndio uhalisia kinachoendelea Simba,
basi mtu asiniambie kwamba eti Elsi kakosea kuadhirisha Simba. Hiyo kuna mtu anakuja kutetea anasema kwamba sisi kwenye klabu yetu hakuna migogoro. Kuna kitu kinasema indicators. Unajua indicators ni kama kiashiria fulani. Ndio hakuna migogoro lakini kuna viashiria vya migogoro ndani ya klabu yao. Yes, kwa hiyo kitu ambacho wanajaribu kukikwepa Simba ndio hicho, yani hawataki kukubali ukweli. Baadhi yao sio wote. Kuna wengine ni wa kweli, wanasema engineer hajakosea na kafanya jambo zuri zaidi. Kinachotakiwa kufanya klabu yao ni kuchukua kile walichoshauriwa na kukifanyia kazi. Sasa wakiendelea kushupaza shingo, tutaishuhudia Simba ambayo inazidi kugawanyika zaidi kadri siku ambazo zinazidi kusonga mbele. Asante sana kwa wewe ambaye umeendelea kuichagua Dar Sports. Asante sana kwa wewe ambaye umetusikiliza na kututazama vizuri kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Alisababisha sisi kukaa hivi, kamera ikasimama vizuri, haikujitetea, ilitetewa na Mr. Paco. Yeye anauliza kuhusiana na wazee wa klabu ya Simba, mmewaza nini mpaka kwenda kumuombea Jasusi? Kweli Jasusi ndo alisababisha mfungwe mara 6 mfululizo, na Jasusi ndo amewafanya mkoso ubingwa mara 4 mfululizo ligi kuu ya Tanzania bara. Hebu kuweni serious basi wazee wa Simba. Ni Paco ndo anazungumza, sio mimi. Nadhani mpaka wakati mwingine, bye.